kutokana na kile wanachosema kwamba ni tishio kutoka katika taifa la Urusi. Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wamekuja na mapatano dhidi ya kuikabili Urusi kwa kutilia maanani jaribio la utawala wa Trump la kuanzisha usitishaji vita nchini Ukraine kwa kuilazimisha ikubali masharti yaliyowekwa na Russia na upinzani wa nchi za Umoja wa Ulaya dhidi ya swala hili, na kwa upande mwingine madai ya baadhi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya kuhusu vitisho vya Urusi dhidi ya bara hilo. Nchi hizo sasa zimechukua hatua mpya kwa ajili ya kukabiliana na Moscow. Kuhusiana na suala hilo, Donald Tusk, waziri mkuu wa Poland, ametangaza makubaliano yaliyofikiwa na wanachama wa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya kuongeza uwezo wa kiulinzi wa umoja huo dhidi ya uwezekano wa mashambulizi ya Urusi ifikapo mwaka 2030, na kuongeza kuwa viongozi wa Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano kwamba umoja huo unapaswa kujiimarisha kijeshi kwa shabaha ya kujilinda dhidi ya uwezekano wa kushambuliwa na Urusi ifikapo 2030. Licha ya ukweli kwamba nchi nyingi za Ulaya zinakabiliwa na nakisi ya bajeti, lakini umoja huo wa Ulaya unazitaka ziongeze bajeti ya ulinzi hadi kufikia 3.5% ya pato la taifa. Awali umoja huo ulikuwa umetaka bajeti ya ulinzi ya wanachama wake iongezwe hadi 2.5% ya pato la taifa, kiwango ambacho hakikufikiwa na nchi nyingi wanachama wa umoja huo. Bila shaka halitakuwa jambo rahisi kufikia lengo hilo kwa kutilia maanani hali ngumu ya kiuchumi inayozikabili nchi nyingi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Shirika la habari la Reuters limeandika kuwa Marekani kwa sasa inashughulishwa zaidi na eneo la Asia Pacific, na hili limeitia wasiwasi mkubwa Ulaya. Kwa upande mwingine, maelewano ya Trump na Vladimir Putin kuhusu vita vya Ukraine na kufikia tamati uungaji mkono wa kijeshi wa Marekani kwa nchi hiyo kumezifanya nchi za Ulaya zitafute njia mbadala za kukabiliana na Russia. Viongozi wa umoja huo wa Ulaya EU na baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya hususan Ujerumani na Ufaransa pamoja na Poland na nchi zingine za Baltic wamesisitiza mara kwa mara kuwepo kwa tishio la usalama dhidi ya Ulaya kutoka kwa Russia. Kwa mfano, Kaja Kallas, afisa wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, amedai mwishoni mwa Januari kwamba Russia inatishia usalama wa bara hilo na kwamba njia pekee ya kukabiliana na tishio hilo ni kuongeza bajeti ya kijeshi. Kaja Kallas, ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa Latvia na anayejulikana kuwa kama mmoja wa wapinzani wakuu wa Russia barani Ulaya, pia alisema kuwa Rais Donald Trump wa Marekani alisema ukweli aliposema kwamba wanachama wa Umoja wa Ulaya hawagharamiki vya kutosha kwa ajili ya kujilinda. Trump alikuwa amesema kuwa wanachama wa NATO wanapaswa kutenga 5% ya pato lao la taifa kwa ajili ya bajeti ya kijeshi, idadi inayoonyesha ongezeko kubwa ikilinganishwa na 2% iliyotengwa na wanachama wa NATO. Idadi hiyo ilitangazwa na tume katika hali ambayo hakuna hata mmoja katika wanachama wa NATO ikiwemo Marekani yenyewe iliyofanikisha kulipa fedha hizo. Suala muhimu ni kwamba licha ya madai yanayotolewa mara kwa mara na Umoja wa Ulaya na baadhi ya nchi za Ulaya hasa Ujerumani, Ufaransa, Poland na nchi za Baltic kuhusu tishio la usalama kutoka kwa Russia, lakini viongozi wa Moscow wamekanusha mara kwa mara jambo hili. Kuhusiana na hilo, mnamo Februari mwaka 2025, DJ Vance, makamu wa rais wa Marekani, alisema katika mkutano wa usalama huko Munich kwamba kwa mtazamo wa Marekani, tishio kubwa zaidi kwa usalama wa Ulaya halitoki Russia au China, bali linatoka ndani ya Ulaya yenyewe. Suala jingine ni kwamba misimamo mikali ya Trump dhidi ya NATO pamoja na vitisho vyake vya mara kwa mara vya kupunguza ahadi za kiulinzi za Marekani kwa Ulaya na kuzidi kuharibika uhusiano wa mataifa ya Atlantic kwa ujumla kumepelekea nchi kubwa za Ulaya ambazo ni wanachama wa NATO kutaka kuanzisha nguvu huru ya kiulinzi ya Ulaya ili kulinda usalama wao dhidi ya vitisho vinavyodaiwa kutoka kwa Russia. Hivyo nchi kubwa za Ulaya zinapanga mikakati ya kujiimarisha na kujisimamia kiusalama na hata kuchukua nafasi ya ushawishi wa Marekani katika NATO. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na nchi za Nordic kwa maana ya Denmark, Finland, Sweden na Norway na Iceland zinafanya mijadala isiyo rasmi lakini yenye muundo maalum kuhusu suala hili. Nchi hizi zinapanga kuandaa mpango ambao utaweka mzigo wa kifedha na kijeshi kwa NATO kwenye mabega ya nchi za Ulaya na kuwasilisha kwa Marekani kabla ya kufanyika mkutano wa kila mwaka wa viongozi wa NATO huko The Hague, Uholanzi. Mpango huo unajumuisha ahadi za kuongeza matumizi ya ulinzi ya Ulaya na uwezo wa kijeshi ili kupata kibali cha Trump cha kukabidhi majukumu taratibu na kuiruhusu Marekani zingatie zaidi eneo la Asia.
Inakadiriwa kwamba itachukua miaka 5 hadi 10 kubuni matumizi ya kijeshi na uwezo wa ulinzi kwa kiwango ambacho kitaweza kuchukua nafasi ya uwezo wa ulinzi wa Amerika. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.